بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بارئ البريات غافر الخطيئات عالم الخفيات المطلع على الضمائر والنيات. أحمده حمدا معترف بالتقصير، واستغفره استغفارا مذنب يخاف عذاب السعير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وحلما. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمد عبده ورسوله، نبي الرحمة الداعي إلى سبيل ربه بالحكمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. Ndugu zangu katika Uislamu, na kuhusieni nami naihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna taqwahu afdalu muktasabi wa ta'atihi ala nasabi. Kumcha Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo machumo makubwa, ndiyo machumo yaliyo bora. Kufanya taa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo ubora wa kujikaribisha kwake katika kila aina, katika yale unaotarajiwa kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumchi Allah subhanahu wa ta'ala, tuyadiriki yale atakayotupa faida katika maisha yetu ya dini na dunia na akhira. Ahbabi alkiram, tumeitanguliza aya hii ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, upeo wa kumwogopa. Kujitahidi kumcha Allah subhanahu wa ta'ala bila kuweka mipaka katika jambo hilo, tukimuomba yasije akatufika mauti, isipokuwa tuwe katika hali tuliyojisalimisha kwake. Allah subhanahu wa ta'ala atupokelee hayo. Tukifikwa na saa ya kurudi kwake, tuwe miongoni mwa wale ambao wamejisalimisha kwake sawa kwa sawa. Ndugu zangu Waislamu, tuna mafundisho makubwa, mema, mazuri ya khibra katika visa vya mitume na watu wema.
tukiwa katika msimu huu ambapo wenzetu leo wako katika ayami at-tarwiya, wamesimama kisimamo cha Arafa jana, kama tulivyowahi kuzungumza katika khutba iliyopita kwamba wakati wake ulianza baada al-asri na kumalizika kwake ilikuwa ni tulu'i al-fajri athani. Hiyo ndio nguzo kubwa tulosema ambayo ni lazima idirikiwe kwa pamoja. Aliyechelewa kufika katika viwanja vya Arafat kabla ya jua kuchomoza, yaani baada ya adhana ya kuingia swala ya alfajiri, huyo anatakiwa aje afanye qadhaa ya hija yake. Hataacha kwa sababu amekosa kile kisimamo, lakini tunafananisha na yule aliyekula bila ya kukusudia kwa kujisahau, wa huwa fi Ramadhan, amesahau kama yuko ndani ya funga akala, pale alipokumbuka akatakiwa haraka akiteme kile chakula alichokula, kilichobakia alichokimeza kimesamehewa, lakini ataendelea na funga yake kama kawaida. Yeye kwa sababu ya kusahau hata alipize ile funga yake. Lakini huyu ameambiwa naye aendelee na matendo mengine ya hija yaliyobakia, atakuja kufanya tena hija kwa mwaka unaofuata. Sasa wenzetu baada ya kumaliza kisimamo cha Arafat, yaumu Arafa, kwa mujibu wa tarehe za nchi ambayo kinasimama kisimamo cha Arafa, na baada ya kutangazwa na mamlaka yaliyohusika na ibada hiyo ya kutangaza, walisimama kisimamo cha Arafa. Leo wamo katika kuendelea na ibada ya hija, sio kwamba wamemaliza ibada ya hija, wamo katika kuendelea na matendo mengine ambayo yanatakiwa yafanye. Kwa hivyo siku hizi zinaitwa ayami tarwiya. Kuna sababu ya kufanywa hapo, ya kusemwa hayo, kwa nini ziitwa ayami tarwiya. Lakini sisi hoja yetu kwa leo, tulitaka kuona kisa cha Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, Habibullah, aliyetubebesha jina la dini yetu ya Kiislamu. Huwa samakum almuslimun, yeye ndiye aliyetuita sisi, au ndiye aliyeipa hii dini kuipa jina la Uislamu. Sio kwamba Uislamu umekuja na Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yeye kaja kuukamilisha. Walianza nao mitume mbalimbali, lakini yeye ndiye aliyetoa jina rasmi la Uislamu, aliyejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ni kisa ambacho kimemwanza yeye Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam. Kwa ufupi, hatutakieleza leo kwa marefu. Pale alipookolewa na Allah subhanahu wa ta'ala na moto wa Namrud ibn Kanaan, aliandaa moto baada ya Nabii Ibrahim kuyavunja yale masanamu, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze katika njia iliyonyooka. Hasa alipokwenda kuyavunja yale masanamu, Namrud, kwa sababu alikuwa mtawala wa wakati huo, alimwandalia moto aingizwe, angamizwe. Nabii Ibrahim alipotupwa kwenye ule moto, alisema hasbi Allahu
wa ni'mal wakil. Tegemeo langu mimi ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ndiye mtegemevu anayepasa kutegemewa. Kwa kauli hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akauamrisha moto kwa kuuambia, ya naru kuni bardan wa salama ala Ibrahim, ewe moto kuwa bardan, na ukishakuwa baridi, wa salaman, amri mbili hizo. Maana baridi leo inaumiza, lakini uwe baridi itakaoweza kuuzima moto huo usiweze kumwathiri Ibrahim alayhi salatu wassalam, na uwe salama. Usije ile baridi tena ikawa sasa inamfanya na yeye yumo ndani ya mateso kwa ubaridi mkali ule. Hii hasa sifa yake huijua wale watu wanaoishi katika miji yenye baridi kali, miji ya barafu. Wanajua inavokata, inachinja sawa sawa na kisu. Sasa yeye baada ya kuokolewa na Allah subhanahu wa ta'ala alihama katika mji ule. Kukaa mji watu waovu ni jambo linalokatazwa. Kwa hivyo yeye alihama katika ule mji wa Sham, ndio akaja zake katika mji wa Makka. Lakini wakati huo haikuwa inaitwa hivyo Makka. Yeye alitembea tu kadri Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa akimuongoza mpaka akaingia katika mji mtukufu wa Makka. Baada ya kuingia katika mji mtukufu wa Makka, yeye akatakiwa kuondoka, arudi akaendeleze da'wa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna kisa kilichotangulia cha mke wake kushindwa kupata kizazi, na ikabidi itokezee ushawishi wa kuozeshwa mama Hajara alayha salam. Kwa hivyo aliondoka yeye na mama Hajara, wakajazao katika mji mtukufu wa Makka pamoja na kile kichanga chao Ismail. Walipofika katika mji mtukufu wa Makka, yeye akatakiwa arudi katika makazi yake kule alikomwacha mke wake. Kwa nini walitenganishwa? Ni kile tunachofundishwa sisi na Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba pamoja na mke wake Nabii Ibrahim kumpa hadia kwamba amuoe, kwa sababu yeye alishaona kwamba hana uwezo wa kizazi, lakini uchungu ulimuingia wa wivu baada ya kumuona mwenzake amepata kile kizazi. Kwa kuepusha magomvi, Kasama akaambiwa yeye amuhamishe akampeleke huo mji. Lakini kuna pia ambalo alilitaka Allah subhanahu wa ta'ala kuonyesha ulimwengu, kwa sababu pale palikuwa ni ardhi ambayo haina chochote kile, ghairi dhi zar'in, hakuna kipando wala hakuna aina yoyote kile chakula, hakuna chochote katika ardhi, wala hakai mtu. Akaekwa pale Nabii Ibrahim katika ile sehemu ambayo ilishakusudiwa kujengwa al-Kaaba, kwa sababu sehemu ambayo imejengwa al-Kaaba iliteremshwa yakut kutoka mbinguni katika Baitul Izza. Ndio tukaambiwa kwamba al-Kaaba iko sawa na ile iliyoko mbinguni ambayo malaika na wao hufanya ile tawafu. Kwa hivyo kile kilichotokea pale baada ya kuachwa, akaondoka mama Sara akawa analia sana. Kulia kwake kwa wingi ndiko kulikompelekea Nabii Ibrahim alikuwa hamtizami, kwa sababu anajua nikimwonea huruma sitatekeleza agizo la Mola wangu. Lakini yeye alipoona kwamba kama vile kapuuzwa, akamuuliza, ya Ibrahim, ewe Ibrahim mume wangu, hal amaraka Allahu bihadha, je, amekuamrisha Mola wako kulifanya jambo hili unaolitufanyia?
Ndipo alipogeuka akamwambia naam. Akama idhan lan yudhi'ana. Kwa hivyo kama amekuamrisha hawezi sisi kutuacha akatudhalilisha katika makamu haya. Akampa baraka kwenda safari yake. Sasa tujifunze katika yale ambayo wanayashuhudia wenzetu, na tunatakiwa sisi tuyafahamu na tuyashuhudie. Ni yeye mama Sara kilichomtokea na yule kichanga chake Ibrahim. Nasema hakukuwa na njaa. Alimwachia tende kwa kadhaa tu. Zikamaliza, hawana maji, hawana chakula. Mama akapata uchungu wa mwanawe kuona sasa atapoteza roho, atapoteza maisha. Akahangaika kwenda na kurudi. Mwisho Sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam ndio akamwashiria, nenda pale patakuwa na chemchemu, utampa mtoto wako maji, atakunywa. Kwa hivyo ndio ibada moja inayofanywa kwa kutukuza kile alichokipokea mama Sara kwa Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam, pamoja na wema uliokuwa nao katika ujakazi wake. Huyo alikuwa ni mjakazi wa mke wa Ibrahim, lakini alikuwa na heshima, alikuwa na utukufu aliopewa na Allah. Malipo yake alikuwa ni haya yaliyofanywa, vile vitendo vyake kuwa ni nguzo nzima ya ibada ya hija, nguzo ya sa'i. Sababu alipokuwa akenda, alikuwa akenda mbio baina ya Jabal Safa na Jabal Marwa, yale majabali mawili yaliyokuwa katika eneo lile la msikiti, kwa sababu ni majabali ambayo akipanda anaangalia atatokea mtu kule nipige kelele anisaidie, hakuna. Anakuja jabali jingine, atatokea mtu anisaidie, hakuna. Kwa hivyo akenda hizo mpaka katimiza hizo shautu 7 ambazo leo sisi tunatakiwa tuziende. Kwa hivyo ni ibada iliyobakia katika historia yake, sababu ilikuwa ni yake yeye mwenyewe. Mama Sara kwa utukufu wake, kujifahamu kwamba yeye ni mwanamke aliyekuwa katika utumwa, lakini Mwenyezi Mungu akamnyanyua daraja kwa sababu ya takwa yake, ucha Mungu wake. Ndio kauli aliyoipata, akamwambia mume wake, ikiwa Allah kakuamrisha utekeleze hilo, kutuacha sisi katika ardhi hii, basi Mwenyezi Mungu hatatuponyesha, hatatuacha tukadhalilika. Sasa hiyo ni takwa ya hali ya juu kabisa, na kimemfaa nia yake, yale aliyokuwa nayo katika nafsi yake yalithibitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pia Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumrejesha katika mji huu mtukufu wa Makka na kuamrisha ajenge ile nyumba yeye na mwanawe Ismail, kisa cha kuanza kujengwa ile Baitul Haram, yeye aliamrishwa Nabii Ibrahim, sasa tunataka utujengee hii nyumba. Allah ukisaidiana na mwana wa Ibrahim, Allah aliwaamrisha hivyo, ikajengwa ile nyumba. Lakini baada ya yale waliotakiwa kuyafanya, Nabii Ibrahim aliota ndoto ya kwamba yeye anamchinja huyu mtoto wake Ismail. Aliota siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu. Akaona hizi si ndoto tena, hili ni jambo ambalo natakiwa nikalitekeleze. Akamchukua mtoto wake mpaka katika sehemu hiyo ambayo wao leo Waislamu wako tayari wameshaanza kulenga mawe, tunaita Jamarat. Hiyo sehemu yenye mashimo ambayo tokea siku kuanza ibada ya hija mpaka leo yanalengwa mawe kuingizwa humo, vijiwe, lakini havijai ala huvioni kama vimo ndani ya hilo chimo. Wewe huwezi kuchungulia mule ukakuta kuna mawe kule, wala halijai kuja. Sasa angalieni idadi ya watu wanaoambiwa wanakwenda kila mwaka na mashimo hayo hayajai. Kama si qadar, kama si aya, dalili ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Mji wenyewe tunaambiwa ni mji mdogo sana wa Makka, lakini angalieni idadi ya watu inawapokea, na hujasikia kama umejaa, mpaka tunamsema kama msikiti wa Makka haujai, lakini kuonyeshwa liyashhadu manafi'a lahum, na aweze kuona vile vile dalili za Allah subhanahu wa ta'ala katika maeneo yake yale matukufu. Kwa hivyo hayo alipokwenda katika sehemu za Jamarat, ndio pale ambapo alikusudia na kumweleza ule mwanawe ile ndoto yake, na yeye akamwambia, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah minas sabirin. Ewe baba yangu, hebu tekeleza hili ambalo umeambiwa ulitekeleze, ulifanye, na mimi utanikuta miongoni mwa wenye kusubiria. Sasa angalia ucha Mungu wa baba, angalia ucha Mungu wa mwana, angalia ucha Mungu wa mtoto. Ni kisa ambacho tunaelezwa katika Qur'ani yetu ili tupate kujifunza. Ibadallah, والله تبارك وتعالى يقول وهو أصدق القائلين: وإذا قرئ عليكم القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال عز من قائل عليم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. يا رب. الحمد لله الكبير المتعال، أحمده على جزيل النوال وكريم الإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له تقدس عن الأنداد والأضداد والأمثال. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله كريم الخصال وشريف الخلال، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وأكرم آل. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله عز وجل، فبالتقوى تحصل البركة وتندفع الهلكة، إن العاقبة للمتقين. Ndugu zangu katika imani, nakuhusieni nami naihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwa ndiyo inayotupa baraka zote. Baraka maana yake ndio inayonyanyua maisha yetu. Tukisema tahsulul baraka, kwamba inatupa sisi baraka, basi ndiyo inayotupa unyanyuko wa maisha yetu. Watandafi'u alhalaka, na utuondosha katika kuangamia. Ukimcha Allah subhanahu wa ta'ala unajiondosha katika uangamivu. Wa innal akhibata lilmuttaqin, siku zote mwisho mwema ni kwa wale wanaomcha Allah subhanahu wa ta'ala. Tujikamate na hilo, tujikaze na jambo hilo,
ili tupate mafanikio hayo ya kupata baraka za Allah subhanahu wa ta'ala, maisha yetu yawe katika hali ya kunyooka na mazuri hapa duniani na kesho akhira. Ndugu zangu katika imani, baada ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam kuinamisha shingo ya mtoto wake, na baada ya kuhakikisha kwamba amekinoa vyema kisu chake cha kumchinjia mwanawe ili apunguze ile maumivu, na baada ya kupigana na kaida shayatin aduullah Iblis alijifananiza na malaika na kumwambia usifanye hicho unachotaka kukifanya. Mtoto wa pekee uliye naye, umemuomba kwa muda mrefu, hilo sio ndoto ya kusema wewe kusababisha umchinje mtoto wako. Akawa na ushawishi wa kila aina. Nabii Ibrahim akawa anamlenga vijiwe kumuondosha, ya mal'un, ya mal'un, anampiga vile vijiwe 7. Mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu. Na sisi ndio tukatakiwa twende tukapige vile vijiwe. Tukalenga vijiwe, maana tunasema tunamfukuza shetani. Sasa ni kutekeleza amri ya Allah kwa jambo ambalo Allah hulioni athari yake, wala hukioni hicho kijiwe kinafika wapi, wala kukusanyika kwake. Lakini kwa sababu wewe umeamrishwa na Allah ufanye vile, ndio unafanya hivyo. Kwa hivyo baada ya hapo akaeka kisu chake kwenye shingo ya mwanawe, akachinja kabisa kabisa kwa bila ya huruma. Lakini kila anavyoona kisu akendi ndani, kisu akikati shingo. Kwa juhudi zote alizozifanya akaona ugumu upo, lakini jitihada zake mwisho akateremka pia Sayyidina Jibril alayhi salatu wassalam, akamwambia kad saddaqta ru'ya, hii ndoto ulioyota sasa umeithibitisha, umeshatekeleza lile alilokutaka Mola wako litekeleze. Wafadainahu bidhibhin adhim, sasa tukampa yeye badala ya kile alichochinja ile shingo ya mwanawe, akapewa bidhibhin adhim, akapewa sasa kichinjwa kitukufu. Na ndio tukaambiwa katika mapokezi kwamba ni yule ngamia alokuwa akitunzwa peponi katika kisa cha Habil na Kabil, walipoambiwa wapeleke ile qurban. Kwa hivyo akapewa, na ndio asli ya ibada ya kuchinja, kwamba kila haji lazima akachinje. Kwa hivyo haya matendo yanayofanywa katika ibada hii ya hija ni historia ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wassalam na kizazi chake, kwa wema wake aliojikaribisha kuhama katika mji ambao watu hawamwogopi Allah subhanahu wa ta'ala, ili apate mahala ambapo ataweza kutekeleza taa ya Mola wake bila ya kuathirika na jambo lolote lile. Haya ni malipo mema ambayo analipwa na Mola wake, na ni mifano mizuri ambayo sisi tunatakiwa kung'ang'ana nayo, yani tujiwanie kujikaribisha nayo. Kwa hivyo hilo ni jambo ambalo linazungumzwa katika msimu huu, ili tuone kwamba wale ambao wana uwezo wa kutekeleza ibada hii ya kuchinja, hata kama wao hawakwenda kule Makka, wajikaze, wajilazimishe, waweze kutekeleza ibada hiyo. Ni ibada ambayo imewekewa thawabu kubwa na thawabu nyingi sana. Kwa yule ambaye anao uwezo wa kuitekeleza, ajihimize na jambo hilo.
Hakuna lazima kujilazimisha kwamba lazima ujilazimishe pale ambapo huna uwezo wa kutekeleza. Na kinachotakiwa kuanza kuchinjwa mbuzi au kondoo, na ndio akafuata hao wanyama wakubwa, ng'ombe na ngamia. Wakati wa kuchinja kuna dua yake ambayo inasomwa, lakini yeye Nabii Ibrahim alipopewa yule dhibhi akachinja, alisema Allahu Akbar. Akaitikiwa na Saidna Jibril, la ilaha illa Allah. Na ikakamilishwa na Nabii Ismail alayhi salatu wassalam. Uzile takbira tunazisoma ni katika historia hiyo. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illa Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamdu. Ndio tukatakiwa tukithirishe takbira hizi siku ya Yaumul Eid ambayo tutaswali kesho. Kwa sisi wenzetu wameswali leo, sisi insha Allah taala tutaswali kesho. Kwa hivyo hili ni jambo ambalo tunaona katika historia ya Kiislamu ambayo wanapigana vita mno makufara kutaka kulizima jambo hili, lakini linashindikana. Kila aina ya visa wanalifanyia, lakini haiwezekani kulizima. Wanajaribu wao sasa, na wao waende kule Bethlehem, sijui anayekwenda huko wapi, Ethiopia sijui wapi, wanataka wende na wao wakafanya ibada kama hii ya hija, lakini hawafanikiwi. Hakuna uwezekano wa kulitekeleza na kulifanya jambo hilo. Kwa hivyo hii ni dalili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuwepo kwake, kustahiki kwake kuabudiwa, na kuonyesha kadari yake kwa viumbe wake. Na ndiyo ametutia raghba kubwa sote, kila mmoja kutamani ende katika nyumba hiyo bila ya kujali lolote lile linaloweza kumtokea mtu. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala awakamilishie ibada hii wale waliokwenda, kwani hija iliyopokelewa, hajjun mabrur, laisa lahu jazaa illa aljanna. Ukipatanikiwa na hija iliyokubaliwa, haina malipo yote isipokuwa ni pepo. Athari yake tutawaona wakirudi, hawezi kujikaribisha na maasi aina yoyote. Ukimwona mtu anajikaribisha na maasi na mambo ya upumbavu na mambo ya ujinga, wewe sema kazi zake kutembea. Hakwenda, haendi mtu kuhiji akarudi akaingia katika mambo ya anasa na upumbavu. Lazima ataipa mgongo dunia sasa kuangalia husnul khatima, aangalie khatima njema atakayorudi kwa Mola wake. Hiyo ndio hajjun mabrur, alama yake kubwa ni hiyo. Sio kwamba wewe unafikiria kwamba mimi nakwenda kule na mimi nionekane ni haji, nimeitwa hajja, nimeitwa, halafu kirudi hapa unarudia katika uchafu wako, uizi wako, dhulma zako. Wewe hujenda hija bwana. Lazima hilo tuwaombee wenzetu, Mwenyezi Mungu awajalie wapate hajjun mabrur, na sisi atupe nguvu na uwezo wa kwenda kutekeleza ibada hiyo katika nyumba yake tukufu kama alivyotuamrisha. Ibadallah, ndugu zangu Waislamu, hatutaki tuyarudie yale ambayo tulishatanguliza. Tunataka tutuambie wale wanaotaka kuchinja wacheleweshe vichinjwa vyao, angalau ionekane kiongozi ameshachinja, kwa sababu ndio inavyotakiwa. Usichinje mpaka achinje imamu.
Wengi husema huyu anatuambia habari ya imamu, habari ya imamu. Nani imamu kwetu? Twajiuliza hilo swala, nani imamu wetu? Lakini hata ingekuwa msikiti wetu madhali tumemchagua Sheikh Abdallah kwamba ndio imamu wetu, tunatakiwa tuchinje baada ya Sheikh Abdallah kuchinja. Hivyo tunavyotaka sheria. Yule imamu wetu msikitini tuliyemchagua sisi atuswalishe, aendeshe ibada zetu, kama ana uwezo wa kuchinja achinje yeye, sisi tufuatie. Usitake kusema kwamba lazima achinje imamu fulani. Hatuzungumzi habari ya mufti wala hatuzungumzi habari ya rais. Sisi tunazungumza habari ya mwenye mamlaka juu yako katika ibada zako. Mwenye mamlaka juu yako katika ibada zako ni ile anayesimamia ibada zako hapa msikitini kwa sasa. Anaye mwenye mamlaka katika taifa lako kwa sasa ni rais wako. Huna la kulikwepa. Na mwenye mamlaka ya kuangalia na kutangaza ni yeye. Kwamba sasa tuchinjeni, sasa tusherekee sikukuu. Na ndio maana ukaona anatoa mamlaka yake kwa ajili ya kwamba siku hizo watu wasiende kazini. Wale wengine wote wanaotangaza leo wote wako kazini saa hizi. Hawana mamlaka. Ndio wako kazini hivi sasa. Sababu si kazi yao kufanya hivyo. Kwa sisi tunafuata achinje imamu wetu kwanza kama ana uwezo, au tukadirie kwamba yeye kama ingekuwa na uwezo kashachinja, ndio na sisi tuendelee na vichinjwa vyetu. Inna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi almusabbahati bi qudsihi wa ayyah bikum ayyuha almu'minun min jinnati insihi jinnihi wa insihi faqala qawlan karima إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أصحاب السنة والمتبعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين لهم وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، ودمر الطغاة والبغاة والمعتدين، ودمر الطغاة والبغاة والمعتدين يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم خذ بناصيتنا للبر والتقوى، ومن علينا بالصحة والعافية والشفاء يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا وطهر مساجدنا يا رب العالمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم لا ترفع لهم رأي أعدائنا يا رب العالمين. اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم اصلح أحوال المسلمين في كل مكان يا رب العالمين، واحقن دماءهم وسن أعراضهم واخفض أموالهم وأمنهم واستقرارهم يا كريم يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا الفتن والشرور والحروب عن بلاد المسلمين وعن بلادنا، وارفع الفتن والشرور والحروب عن بلادنا وبلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وارحم موتانا وانصرنا على من عادانا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم احفظ حجاج بيتك الحرام، اللهم احفظ زوار مسجد رسول صلى الله عليه وسلم، اللهم احفظهم بحفظك واقلعهم برعايتك وعنايتك يا كريم. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد المسلم سوء اللهم فاشغله بنفسه واجعل كيدهم في نهره واجعل تدبيره يا رب العالمين. اللهم اكشف أمره واهتك ستره واجعل عترة يا رب العالمين. يا قوي يا عزيز. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.